Yes, habari za wakati huu mtazamaji wa Basic Super TV. Kikubwa kusubscribe, kulike na kucomment na kuweka alama notification on ili kwanza kupata taarifa zetu pindi ambapo tunakuwa tunaziweka. Sasa nikufahamisha kuhusiana na story ambayo tunayo mpaka hivi sasa ni kutoka kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi kuu kwa maana ya bodi ya ligi ya TPLB katika kikao chake ambacho kimefanyika leo Machi 8 mwaka 2025 ikipitia shauri la klabu ya Simba kuzuiliwa kuingia kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa kwa ajili ya kufanya mazoezi ya mwisho kuelekea mchezo namba 184 wa ligi kuu ya NBC kati ya Young Africans dhidi ya Simba Sports Club, mchezo uliopangwa kufanyika leo majira saa 1 dakika 15 kwa saa za Afrika Mashariki usiku. Katika shauri hilo, klabu ya Simba iliandikia barua bodi ya ligi kueleza kuhusu tukio tajwa hapo juu, huku pia ikieleza nia yao ya kutoshiriki mchezo huo kwa sababu imezuiliwa kutumia haki yao ya kikanuni kama ilivyoainishwa kwenye kanuni ya 17 kifungu cha 45 ya ligi kuu kuhusu utaratibu za michezo. Baada ya kupakia barua hiyo, bodi ya ligi iliwaagiza maofisa wake wa mchezo huu ambao walishuhudia tukio hilo kutuma taarifa ya tukio hilo haraka ili hatua zinazostahili ziweze kuchukuliwa, ikiwemo kusitishwa kwa kikao cha dharura cha kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi baada ya kupitia taarifa mbalimbali zikiwemo za maofisa wa mchezo na vyanzo vingine. Kamati ilibaini kuwa klabu ya Simba wakati wakielekea katika haki yake iliyoainishwa kwenye kanuni ya 17 kifungu cha 45 ya ligi kuu haikuwasiliana na ofisa yote wa mchezo, timu wenyeji wala mamlaka ya uwanja. Timu mwenyeji kwa maana Young Africans, huku nia yao ya kufanya mazoezi katika uwanja huo ilikuwa ni maandalizi ya kikanuni yafanyike. Katika taarifa hizo, kamati ilibaini pia kuwa walinzi ambao baadhi walifahamika kwa sura kuwa ni wa klabu ya Yanga walishiriki tukio hilo kuzuia basi la klabu ya Simba kuingia uwanjani kinyume na matakwa ya kanuni ya 17 kifungu cha 45 ya ligi kuhusu utaratibu za mchezo. Kwa sababu pia bodi ilipokea taarifa ya ofisa usalama wa mchezo ambayo imesema matukio kadhaa yameambatana na tukio hilo kwa la klabu ya Simba kushindwa kufanya mazoezi na kwamba baadhi ya matukio yaliyofanyika uchunguzi na hawezi kukamilika kwa wakati. Bodi ya ligi kupitia kwa kamati yake ya uendeshaji na usimamizi wa ligi imeamua kuahirisha mchezo tajwa hapo juu na kwa sababu ya kanuni ya 34 kifungu cha kwanza ya ligi kuu kuhusu kuahirisha mchezo huo ili kutoa nafasi ya kupata taarifa zaidi zitakazosaidia kufanya maamuzi ya haki. Bodi itatoa taarifa kamili kuhusiana na tukio hilo na tangaza tarehe ya mchezo huo mapema iwezekanavyo. Imetolewa na ofisa habari na mawasiliano bodi ya ligi kuu Tanzania bara leo Machi 8 mwaka 2025. Yes, kwa hiyo Kariakoo Derby imeweza kuahirishwa. Tusubirie taarifa inayokuja kutoka bodi ya ligi, lakini pia msimamo ni nini kwenye hiki ambacho kimeweza kutokea, lakini pia kwenye hiki ambacho kimeweza kufanyika Simba kuweza kuzuiliwa kuingia uwanjani. Yes, drop your comment. See you next time.